Kuna watu wanauliza Bwana asifiwe ni salamu ama ni nini? Bwana asifiwe si salamu. Hiyo ni kutukuza. Ni kama vile haleluya. Msifuni Bwana. Salamu ni haujambo, hiyo ipo kwenye Biblia, na pia shalom, amani iwe. Na maana ukisoma kitabu kile cha vitabu vya nyaraka za mitume utaona salamu zinaanza amani na neema ziwe zote tu amani, na hiyo ni salamu ambayo tunatakia na amani. Na pia si maneno tu ya salamu ya kawaida, hapo kuna ujumbe wa injili mkubwa. Wakati mwingine tutajifunza. Somo letu linaitwa kusudi la Mungu katika maisha yako. Kusudi la Mungu katika maisha yako. Itoe sauti hapo, hiyo inachukua kwako, inanasa, inabeba sauti hapo. Kusudi la Mungu katika maisha yako. Ile somo ni la msingi, naomba tulifuatilie kwa utaratibu na kwa hekima. Tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, mkono wako wa neema uwe nasi sote pamoja katika kusanyiko hili takatifu hapa Dar es Salaam, na wale ambao wako katika mitandao ya kijamii wanapenda kujua mafundisho ya haya ya habari njema. Katika ufalme wako wewe ndio mtawala mkuu, katika mwana wako unatuongoza kwa udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Katika Kristo tunakuomba Bwana wetu, amen. Sasa somo linaitwa kusudi la Mungu. Unaweza ukaikuza safari ukaweka hiyo hapa kwenye hii hapa, ukaikuza kabisa. Kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Nimeweka Israeli kwa sababu ili watu pia kule waone online vizuri, maana kwa njia hii waga waone vizuri kwa moja kwenye PowerPoint. Kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Ama mabano hapo tuona nimeandika kazi yako ya nini? Ya maisha. Kazi yako ya maisha. Cha kwanza, katika maisha kuna kipimo ambacho unaweza ukajipima kama upo ndani ya kusudi. Maana kusudi lako ukiwa umelilenga ama umelitambua, swala la kula na kunywa kwako halitasumbua. Mambo mengine yanaweza kasumbua tu, lakini ukiona kula na kunywa kunakuwa ni changamoto. Tuko pamoja mpaka hapo Kula na nini? Na kunywa. Jitambue basi, labda upo kwenye mchakato wa kusudi lako ama hujalijua kusudi lako liko wapi. Kwa nini nasema hivyo? Naomba nisome maandiko haya. Msomaji upo Nipo. Ukisoma kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 13, nisomee. Mhubiri 3:13. Hiyo haiko kwenye slide Soma. Anasema, ndio. Tena ni karama ya Mungu. Tena ni karama ya Mungu. Kila mtu apate kula na kunywa. Kila mtu afanyeje? Apate kula na kunywa. Apate kula na kunywa. Na kujiburudisha kwa mema. Na kujiburudisha kwa mema. Katika kazi yake yote. Katika kazi yake yote. Na maandiko yanasema katika somo nasema kazi yako ya maisha, si ndio? Kwa kazi yako ya maisha ndio inakupa kula na nini? Na kunywa. Na kunywa. Mara nyingi tunakuja hapa kujifunza masomo mengi tu ya hiyo fundamental principle. Yale mafundisho ambayo kweli yatatuokoa. Ni kweli, lazima tuyashike yatuokoe. Lakini pia katika safari yetu sisi lazima tujue katika safari kazi yako ni ipi. Bwana asifiwe. Hivi si wote tunatafuta kazi? Ndio. Hata unaosoma tunatafuta kula na kunywa? Ndio. Eti vitaris. Kwani ukisoma alafu mwisho wa siku upate kula na kunywa, hiyo kazi ni nini? Maana mwanadamu apiti chochote zaidi ya kula na nini? Na kunywa. Uongo kweli? Hata kwenye misiba wengi tunaenda kwa sababu ya kula na nini? Na naoga najiuliza maswali mengi, kwa nini tunampa mfiwa shida? Yaani wafiwa wanatafuta ng'ombe wa kulisha msiba, mbuzi, mchele, wanahangaika sana. Sasa nikajifunza watu weusi tunapenda kula na nini? Hata kwenye harusi zetu tunachanga pesa ili tukale. Kama ukisikia kuna mchango wa kumchangia bwana harusi na bibi harusi, tunawapa watu waondoke zao na kuhakikishia huo mchango utakao utatimilike. Sasa tusimalize point yetu. Hebu nisome Mhubiri 9:7. Mhubiri 9:7. Anasema hivi. Ndio.
wewe nenda zako, wewe nenda zako. ule chakula chako kwa furaha, unywe mvinyo wako kwa moyo wa kuchangamka, Ndio. kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Kumbe kazi yako inakupa kufanyaje? Kula na kunywa. Kula na nini? Na kunywa. Na kujiburudisha. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kama kazi yako haikupi burudani, na leo kuna watu wanakuwa Wakristo lakini hawataki kujifurahisha. Kujifurahisha si dhambi. Tuko pamoja mpaka hapa? Ila kuvuka mpaka wa kujifurahisha nje ya neno la Mwenyezi Mungu ndio makosa. Lakini kujifurahisha kwa kazi yako, ndio maana katika Taurati utaona kuna ile zaka ya pili. Unakula peke yako pamoja na mlawi na maskini, lakini unajifurahisha katika nani? Katika Bwana. Mungu anataka tule na kunywa. Bwana asifiwe. Hiyo ni kalama yake. Hata wanafunzi walipokuwa na njaa, Yesu alikuwa na shamba la masuke, aliwaruhusu wavunje nini? Masuke. Mungu hataki tuishi kwa njaa. Safari yake katika safari ya kuwatoa Waisraeli katika wapi kule Misri kuja katika nchi ya Kanaani, walikuwa na shida wale? Si hata vitu vyao vikuisha. Lakini shida walizipata kwa sababu ya wao kuwa na kiburi. Nitafundisha hapa kuwa na kiburi. Hicho kawapa shida. Mungu hataki mwanadamu awe na shida. Hebu nisomee maandiko haya mengine. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza 6:8. Some. Timotheo wa kwanza 6:8. Anasemaje? Ila tukiwa na chakula na nguo. Tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Tutaridhika na vitu hivyo. Kwani ndugu zangu Andrew, ukipata pesa yako unanunua chakula kingine? Si mavazi. Ukiona mtu tajiri anavaa viatu utamshangaa. Kwa maana chakula na mavazi. Endelea na andiko. Anasema ndio. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Anasema maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Shina lote la mabaya ya kila namna ni kupenda nini? Fedha. Ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani. Wengine wakitaka hiyo wanafarakana na nini? Na imani. Sasa kumbe ukiona leo tuna dunia ina vurugu nyingi sana. Ujue kwamba watu hawatembei katika makusudi yao. Kama tungetembea na makusudi yetu, kusingekuwa na dhuluma. Sababu kila mtu angelizika na kile ambacho anafanyaje? Anakipata. Sasa leo tunavuka makusudi yetu, sasa tunaenda kinyume cha utaratibu wa Mungu, ndio tunaua ili tupate nini? Pesa, mali. Tuenda kwa mganga tupate nini? Mali. Mpaka unamtoa mama yako kafara ama kijana wako kafara kwa ajili ya mali. Sasa ukiona mtu anafanya hivyo, ujue hayupo ndani ya kusudi, analazimisha. Na ukishalazimisha jambo, kamwe hauwezi kuwa na furaha. Hata leo tu kuna watu wanalazimisha mapenzi. Mnawasikia? Mtu ampendi anamlazimisha kwa pesa ama kumshawishi kwa vinginevyo. Mwisho wa siku anayeumia nani? Anayelazimisha au anayelazimishwa? Anayelazimisha. Kuna maana kuna kazi tunazolazimisha katika maisha yetu lakini hazitupi matokeo mema. Huenda unapata pesa ya kutosha, Mungu anakubariki, lakini unakuta una maisha magumu ya kifikra. Sasa naomba unisikize kwa makini. Lakini point kubwa ninachokitaka nini? Nataka ndani na yule ambaye anatusikiliza, kila mmoja atembee kwa kujitambua kusudi lake. Yaani uwe na kazi yako ya maisha. Mungu amempa kila mtu kazi ya nini? Ya maisha. Na leo taifa lingetambua hili jambo, leo tusingekuwa na vijana wengi wanatembea na vyeti. Tafuta nini? Kazi. Sasa kama unatafuta kazi na umeenda shule, ina maana ile shule haitoshelezi kupata nini? Kazi. Kwa hiyo inatakiwa kile kisomo kikupe kitu. Sasa leo unatafuta kuajiliwa. Sasa kuna kitu ambacho tumenyang'anywa na Ibilisi. Mungu alipanda mbegu njema, Ibilisi akaja akapanda nini? Magugu katika fahamu zetu. Tunatembea. Lakini Mungu atusaidie tuweze kutambua kusudi letu. Hebu nishushie slide chini. Hapa kuna mambo haya, kuna watu nimeweka hapa. Somo langu nataka liwe fupi, Mungu akipenda. Kusudi la Mungu juu ya maisha yako, inasema kipengele cha kilichofuata, umezaliwa kwa nini? Kwa sababu. Yaani Mlagwa umezaliwa kwa nini? Kwa sababu. Sasa naomba utulie kwa utulivu, ufuatilie haya masomo
naamini kuanzia leo utaenda kwenda katika njia bora. Sasa kuna watu hao, kuna Yusufu, kuna Musa, kuna Daudi, kuna Esther, kuna Yeremia, kuna Paulo na Koreshi na Bwana Yesu. Nimewachukua hao 1 2 3 4 5 6 7 watufundishe kuhusu makusudi. Kuhusu nini? Makusudi yetu. Sasa naomba msomaji nisomee kwa utulivu ili msikilizaji asikie vizuri. Yusufu katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 37 mstari ule wa 5 mpaka wa 11. Nisomee maandiko. Anasema, ndio, Yusufu akaota ndoto. Yusufu akaota nini? Ndoto. Tulia kidogo. Nani hapa ana ndoto ya maisha? Nyosha mkono. Yaani una ndoto yako ufikie sehemu nani ana ndoto? Okay, wote kuna Amani ndo ana ndoto. Unayo, hujanyosha mkono. Kwa ina maana hapa kila mtu ana ndoto yake. Hata hapa tukifungua mawazo yetu tunaona kila mtu anatamani kuwa na gari nzuri, uongo? Tamani kujenga nyumba. Yaani kuna maisha fulani unayatamani uyafikie. Lakini kila siku miaka inasogea, si ndio? Unayaona kwa watu wengine, kwako unaona ukavu tu na machungu. Mpaka unajiuliza maswali, mbona naomba sana lakini sieleweki. Sasa tuje mbona unazunguka sana? Utako nikiwa kama naongea waziwazi utabonyeza hii mara mbili. Okay, sawa, asante. Sasa ipanue zaidi hapo hapo. Yaani iweke tu hii slide iwe peke yake. Hapo hapo. Bwana asifiwe. Amen. Ukifungua kule kwenye Biblia Nuru ya Dunia au katika channel zetu utakuta inakuwa hivyo. Nimeweka hivyo. Sasa umesoma Mwanzo, endelea. Anasema, ndio, Yusufu akaota ndoto. Ndio. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Wakazidi kufanyaje? Kumchukia. Akamwambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoyota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Je, wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia. Wakazidi kufanyaje? Kumchukia. Tulia kidogo rafiki zangu. Unajua kuna Yusufu anawafunulia ndugu zake ndoto si njema kabisa. Ndio. Lakini wakafanyaje? Wakamchukia. Hivi unafahamu kuna mtu unamwambia rafiki yako jambo lako jema na kuchukia? Ndio. Ni wachache sana ambao wana moyo kukuombea ufanikiwe. Tuko pamoja paka hapo Kabisa. Nao ni watu wenye baraka katika maisha yao. Yaani yeye ana moyo kufanyaje? Wa kukuombea uweze kufanyaje? Kufanikiwa. Sasa Yusufu anawapa taarifa ya ndoto zake. Nilimkuta jambo. Si alienda Misri? Ndio. Lakini pia katika hali hiyo walisukuma ndoto zake ila kwa shida sana. Tuko pamoja? Endelea na andiko. Nawe utatutawala sisi? Je, utatawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake. Ndio. Na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine. Akawaambia ndugu zake akasema, Angalieni, nimeota ndoto nyingambia, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu. Bali baba yake akalihifadhi neno hili. Lakini baba yake akalihifadhi neno hili. Bwana asifiwe. Wazazi hasa wale ambao si wachawi, mara nyingi wanatamani mtoto wake afanyeje? Afanikiwe. Wanasema mtoto mpumbavu ni huzuni kwa nani? Kwa babaye. Na ni mzigo kwa nani? Kwa mamaye. Kwa hiyo hapa wamama pia muangalie rafiki zangu. Wamama leo mna mizigo nyumbani ya kutosha. Lakini ukifuatilia utakuta msababishi wa hiyo mizigo ni mama nini? Mwenyewe. Ukisoma Tito sura ya 2 ile inaelezea kazi ya mama mzee namna ya kutunza watoto wake, hasa watoto wa kike. Maana kama vile alivyo mama ndivyo alivyo nani? Binti yake. Kwa ukiangalia wewe mama unapaswa kuwa sura ya nani? Ya binti yako. Kwa wababa wengi katika familia
wanakuta wana njozi ya mtoto wao awe katika hali fulani. Kule kwetu ukifikia miaka 18 unafukuzwa nyumbani, yaani kama ueleweki. Ila siku hizi kidogo imekuwa tofauti, sababu elimu zimekuwa, vidato vimekuwa vingi, mpaka form 4 mpaka form 6 mtu anakaa mpaka miaka 25 Lakini zamani unakaa pale unakuangalia unasema naye pakiwa kubaki hapa ni mtu huyu mmoja, ni kijana wa mwisho tu alee baba na mama, ila wote tokeni ukatafute chochote kile, kwa tunafukuzwa. Sasa point inayokuja, wazazi wengi kwa sababu ya hasa wanaume, kwa sababu ile power ya kiume na utisho, mara nyingi watoto wanashindwa kuelewa. Lakini kwa sababu na leo pia wababa tumekuwa ndo kizazi cha Gen Z, akieleweki, tuko pamoja mpaka hapo akieleweki. Kwa tutegemea kwamba kizazi kinachozaliwa kwa leo akitatembea katika makusudi itakuwa ni kizazi kiharibifu sana. Ila kwa sababu leo kuna neno la Mungu, kuna Biblia, kuna kanisa ambalo linafundisha ukweli, basi kizazi chetu hapa ndani kitaenda kuokoka. Bwana asifiwe. Na tushikamane katika hilo. Sasa Yusufu akawaambia wazazi wake na ndugu zake ndoto zake. Ikamkuta jambo zito. Je, nikuambia habari njema? Kwa nini pia tufanikiwe sana? Ile mipango ambayo unakuta umeitengeneza, tuko pamoja? Umetengeneza? Usiizungumze nini ovyo ovyo. Tuko pamoja mpaka hapo Usizungumze nini. Kuna watu wana kielele tu, kashapata afanya interview kidogo pale, kaanza nini kelele, kapata mtaji kidogo, kaanza nini kelele. Hivi ujiona leo urafiki unaharibika kwa sababu ya wewe umefanikiwa? Ni ukweli uongo? Urafiki unafanyaje? Undugu unafanyaje? Kumbuka hawa na watoto wa Yakobo, undugu wao ulipotea kwa sababu tu waliona ndoto ya nani? Ya Yusufu. Mwani niwaambia ndugu zangu nikiwa mdogo, mimi nitakuja kutembea sana nchi na nje ya nchi. Sababu uko wakitembea, ukija Dar es Salaam, mimi sipo Dar es Salaam, hicho unanisimulia mambo ya wapi? Dar es Salaam. Nasikia uchungu sana. Wewe umekaa tu unapiga jembe, sababu nilikuwa kidogo mamnifu wa kufanya kazi za nyumbani. Baba kwanza nipendee kwa mamnifu sana kufanya kazi na juhudi. Sasa ukiwa unanisimulia mimi sisafiri, baba ameniweka hapo kama Yusufu hivi. Sasa wananimiza moyo. Siku kwenye mbele tuko kwenye tunakula chakula, nikasema mimi nitakuja kutembea kuliko nini wote, na nitakuja kuwa mtu wa heshima kuliko nyinyi wote. Nisumbuliwa, nipondwa sana, nilikuwa napondwa sana. Lakini leo mimi kwa neema ndogo Mungu alionipa naweza nikaitwa sehemu nikaojiwa, si ndio? Lakini wao hawajulikani. Tuko pamoja mpaka hapo Kwa sababu kuna wewe binafsi, kama vile Yusufu alivyokuwa anaona jua kwamba yeye atakuja kusujudiwa, anaona mganda wake unasujudiwa. Hebu nikuulize swali, wewe na mimi, wewe unaona nini katika maisha yako? Yaani hapo unaona nini? Sababu vijana wengi leo kuanzia asubuhi mpaka jioni tunawaza mabaya, na mambo mengi ambayo tunapenda kuyawaza ni ngono. Uongo kweli? Leo kuna watu wako wamekaa kwenye kiti, unaona fika na kutazama, kumbe wako guest. Ana mpenzi kichwani yuko guest naye. Mambo kama hayo. Kwa unawaza nini? Yaani kitu gani ambacho wewe unacho katika maisha yako unataka kukitimiza? Nini unachokiota katika maisha yako? Unajua ukiamka asubuhi na kwenda kutafuta chochote si jambo jema, ni jambo zuri, si ndio tunatafuta Lakini unawaza kuwa nani? Yaani unawaza wewe ni nani katika maisha yako? Yaani kusudi lako ni lipi katika maisha yako? Wewe ni lipi? Unataka utimize kitu gani katika maisha yako? Kama hayo mawazo hauko nayo, hauna sababu ya kuchukiwa. Wewe utakuwa ni mtu wa hivyo ovyo tu. Mtu wa Mungu, mtu mwenye makusudi lazima awe na maadui. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu iko busy ana malengo. Na kuna watu hataki malengo hayo. Kuna wachawi wasiotoka malengo, kuna ndugu wasiotoka malengo, na watu wengine wasiotoka nini? Malengo. Lazima wakuchukie kwa sababu wewe lazima utoboe. Bwana asifiwe. Sasa lazima pia kuna beri ambazo Mungu anakuwekea uweze kutimiza ndoto. Yusufu ingawa alitoa mawazo yake akachukiwa, lakini hakufa nini? Moyo. Bwana asifiwe. Lakini njozi yake ilikaa muda mrefu, maana toka kwao ana miaka 17. Kwa hiyo alihangaika kule Misri miaka mingapi? 13 ya utumwa.
Miaka mingapi? Wewe mwaka mmoja tu umepigika kilio, Mungu kaniacha, mpaka kwenda kwa mganga wa kienyeji. Mwaka mmoja tu kilio. Kuna watu hapa wana mashuhuda mengi. Kuna rafiki yangu mmoja hapa yuko ndani anisimulia maisha yake, mpaka nimwambie je nikuandikie kitabu. Alipitia maisha ya kutisha, mpaka akaambia wewe bora wewe ungekufa. Alikufa dada yake mmoja ambaye alikuwa na mtegemezi, wanamtegemea pale kwao, afu yeye haeleweki. Alivyokufa dada yake ambaye wanamtegemea, mashangazo wakalia kwamba bora wewe ungekufa wewe. Dada afanyeje? Abaki. Yaani hauna thamani. Ilimuuma, lakini hilo lilibeba kusudi lake na Mungu amemuinua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo changamoto ziko hivyo. Sasa tukija kwa Mwanzo 50 mstari wa 20 somee. Sasa wakati sasa ndoto ya Yusufu imetimia katika maisha yake, ndoto yake imetimia. Ndugu zake, maadui zake wanakuja kununua chakula alichokitengeneza nini? Yeye kule Misri. Na wakatambua huyu ni Yusufu, wakafikiria sasa jamaa atatulipizia nini? Kisasi. Mwenye njozi waga halipi nini? Kisasi. Maana anajua chuki na balaa nyuma yake zote ni msukumo wa kufikia malengo yake. Bwana asifiwe. Soma andiko. Nanyi kweli mlikusudia mabaya. Na kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Lakini Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoka taifa kubwa kama ilivyo leo. Ndio. Basi sasa msiogope. Sasa msiogope. Mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vyema. Bwana asifiwe. Kumbe ukiwa njozi ikitimia unatakiwa ufanyeje? Uwalishe, uwatendee wengine nini? Mema na uwalishe na uwafariji. Ndio maana ya makusudi. Maana pesa ikiwa ya kiuchoyo, hiyo ni pesa ile ya laana. Pesa ambayo imetafuta kwa njozi ya Mungu, kwa ndoto, ni baraka kwa watu wengine. Sasa naomba tuje kwa Musa. Hapa tutaanza kwa haraka tu. Musa, kumbuka alizaliwa katika nchi ya Misri, na kidogo wakati ule anazaliwa, Farao alikuwa anaua watoto wa kiume wa nini? Wa Israeli, ili kuondoa kile kizazi. Lakini Mungu akafanya muujiza, Musa akakulia katika jumba la nini? La kifalme la Farao. Yaani yule ambaye ni mwokozi wa Israeli, Farao anawinda kuangamiza nje, anakulia ndani ya jumba. Bwana asifiwe. Njozi ya Mungu haianguki. Haleluya. Yaani mara nyingi njozi ya Mungu haianguki, lakini inaweza ikaangushwa na wewe mwenyewe. Na nitakupa mfano watu walioangusha njozi ya Mungu. Mungu aliwachagua, lakini wakafanyaje? Wakajiangusha katika njozi zao. Na wengi leo tumejiangusha. Mungu ametuchagua, lakini tumejiangusha. Musa akakuwa ndani ya jumba la Farao. Yaani Farao anatuma majeshi, angamiza vijana wote wa Misri. Na ukisoma kwenye Practical Prophet, shetani alitambua kabisa kuna mwokozi atafanyaje? Atazaliwa ndani ya Israeli. Lakini shetani anatoka kwenda kuangamiza kule. Wewe uko wapi? Kuna watu leo wana visa vingi vya kuangamizwa toka ukiwa watu wadogo Kuna wengine walizaliwa kwenye kichupa kile miezi 7, akazaliwa kwenye kichupa, lakini leo amekuwa mtu mkuu. Kuna watu wana visa vya ajabu. Mimba yangu mimi ilikosokosa kupigwa na nazi, kwa simulizi ya mama yangu. Mama kwa amelala, ile tu anatoka nazi ikafanyaje? Ikapiga pale pale ikapasua pale. Kwa maana mimi nisinge ila Mungu alijua kabisa siku moja huyu mtu atakuja kusimama DAWASA Tegeta kufundisha watu habari za makusudi yangu. Bwana asifiwe. Akaniokoa. Haleluya. Sasa 3:10 nisomee. Haya basi. Ndio. Nitakutuma sasa kwa Farao. Haya basi nitakutuma kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Kumbe kusudi la Musa lilikuwa ni lipi? Kuwatoa wana wa Israeli. Wapi? Kutoka Misri. Kutoka Misri. Lakini Musa hii kazi alipaswa kuifanya mapema, lakini akaiharibu hii njozi yake. Ilichelewa. Kuna muda wa kuchelewa. Nje naambia habari njema. Inaweza kuwa na makusudi yako, Mungu anataka miaka 10 uwe tofauti lakini ukajikuta umetembea miaka 20, miaka 30, miaka mingapi? Hata 40. Sasa Musa ana miaka 40, ndio wakati ambapo anapaswa kutimiza njozi yake. Akaua. Akafanyaje? Nampenda Laeli. Nani yule anaitwa? Si Laeli, nani yule mamake Rebeka. Alivyoona tumbo linafurukuta, ndio akafanyaje? Mmesahau?
tumbo wakati na mimba, Rebeka mke wa Isaka, tumbo linafurukuta sana, alifanyaje? Leo shaka tuambia wewe, tunasoma Biblia. Alienda kuomba Mungu, mbona sawa umenipa mimba, mbona huku ndani ni vichomi? Mungu akamjibu, mataifa mawili yanafanyaje? Yanashindana, ila mmoja atamtumikia mdogo, mkubwa atamtumikia nani? Mdogo. Kwa hiyo Rebeka anazaa watoto wake, anajua Yakobo atakuwa mkuu kuliko nani? Esau. Bwana asifiwe. Wamama, simejifunza hapo? Lazima upige maombi, ujue haka katoto nako kazaa kana makusudi gani? Kusudi lake ni lipi? Si kulisha ugali tu na maharage na kunyonyesha. Leo vijana wengi tunataabika mtaani kwa sababu wazazi wetu hawakutuandaa. Bwana asifiwe. Wenyewe walijua kutuandaa sisi ni kutupeleka katika primary school, form 1 mpaka chuo, alafu wanatuambia urisi ni nini? Ni elimu. Sasa niambie, leo ni wangapi hawajaajiriwa? Tumekuwa mizigo katika manyumba ya familia zetu. Kwa hiyo wazazi hawaja play part kujua kusudi la mtoto. Lazima upige magoti kwamba huyu mtoto ana kusudi lipi mbele za Mungu, ili nimweke katika njia hiyo. Na kama leo wazazi tuko huko ndani tunazaa tu, unafikiri kwamba kuwapa chakula na mavazi umemaliza? Tuna kazi ya kufanya kwa watoto wetu, kujua makusudi yao, hasa wamama. Bwana asifiwe. Usikae unanuna tu unamuonia mwanaume tu. Tuko pamoja mpaka hapo Angalia huyo mtoto wako, inawezekana kawa baraka ya familia yako kama Yusufu wakati wa njaa mtoto wake hakawa baraka katika familia nzima. Jamani, tuko vizuri? Tuko pamoja Sasa Musa kusudi lake ni moja tu kwa Mungu, akawakomboe wana wa nini? Lakini kule akaua, akakimbia Midian. Miaka mingapi? Nimesahau, miaka 40 mingine. Akawa mchunga kondoo za baba mkwe. Leo tunasemaga watu wakikuta mtu ameoa analishwa ukweni, waka tunamsemaje? Hata mama unakuwa una wasiwasi na mtoto wako, si ndio? Yaani hivi ukiwa ukweni una sauti, unaweza ukamkulemea mke wako. Kwa hiyo Musa alikuwa na wakati mgumu, anachunga kondoo za baba mkwe. Unajua maandiko tuyasome kwa kiatafakari pia yaani usisome tu wewe, vaa soksi. Huyu jamaa alikuwa anaishiji kwa baba mkwe, anamka asubuhi anapita na ng'ombe zake. Wewe Musa alikuwa anakaa sana polini, kwa sababu nyumbani unamwangaliaje baba mkwe? Alafu hata ule nguvu ya kuchinja kondoo ule unaogopa, inabidi ule mboga tu. Miaka 40 akachunga kondoo mpaka akasahau makusudi. Ndipo Mungu, kwa sababu alikuwa anamlilia Mungu akamkumbusha nini? Kusudi. Sasa nenda shuka wapi? Misri. Hapo Musa akapata kazi ya maisha. Musa akatukuka, maandiko yanasema kwamba akawa mkuu kuliko watu wote wa wakati ule, mpaka sababu mkwe anakuja anakuta Musa ana jopo kubwa la watu 2,000,000. Bwana asifiwe. Sasa hapo anataka kutoa ushauri, Musa utachoka sasa. Panga watu wakuu wa 10,000 wa 100,000. Lakini wakati huo hakuweza. Alikuwa anaambia wewe, hizi kondoo mbona zinaumwa? Mbona zijakata manyoya? Lakini huwezi kuwa na heshima katika ulimwengu huu kama huna kazi ya maisha. Bwana asifiwe. Kama huwezi tena watu wananizalau. Hizo zalau zipokee ili usonge nini? Maana Waswahili wanasema hivi, mkono mtupu lazima uwe na kitu. Hata Musa ingawa alikuwa kule amepigika kule jangwani, Mungu akamwambia una nini mkononi? Alikuwa na nini? Na fimbo. Hiyo Mungu akaitumia. Una nini? Usilaumu watu. Mtu anataka kukusaidia, wewe umesoma nini? Una. Una kitu gani mkononi mwako? Una kipaji gani? Unasaidika vipi? Lazima utafute kitu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ili uwe mlango wa kukusaidia. Hata leo kuna watu wanang'ania kwa uhubiri, ila kama Mungu hajakuita, kama hauna kusudi, utakuwa mhubiri ambaye hata nisiseme. Tuko pamoja Haya. Kwa Musa akapata kazi ya maisha. Daudi, hebu nisomee Samueli wa kwanza 16:10. Anasema, nasemaje? Yese akapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Ndio. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Bwana hakuwachagua hawa. Hapo Mungu anatafuta mfalme wa nini? Wa Israeli. Sasa anamtuma nabii Samueli, nenda kwa nyumba ya Yese, nichagulia hapo. Jana nilikuwa naangalia House of David.
wiki nzima nilikuwa naangalia House of David, nilikuwa nataka nijifunze maisha ya Daudi. Sasa nenda, nataka mtu katika nyumba ya Yese. Sasa leo angalia bwana, familia zetu bwana Mensod, yaani Mungu anakuja anataka mtu kwako, au sio? Hebu Mungu alivuka familia ngapi za Yuda? Zilikuwa ziko nyingi. Akachagua familia ya nani? Ya Yese. Na ndani ya Yese alikuwa anamtafuta mtu huyu mmoja tu. Si kwamba wale wengine walikuwa na makusudi. Maana wafalme hawezi kuwa wawili katika nchi moja ama watatu. Mfalme ni huyu mmoja tu. Nenda kwa Yese, soma andiko. Kisha Samuel akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama, anachunga kondoo. Basi Samuel akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Bwana anasema ondoka umtie nini? Mafuta, maana huyu ndiye. Kumbuka Yesu alikuwa anamdharau nani? Daudi. Na ukisoma Daudi anaimba Zaburi anasema kwamba yeye anajiita msikwao. Msikwao ni mtu asiyekuwa na nini? Na kwao. Daudi alizaliwa na mama mdogo. Tena ndoa yake, yani alimzaa si kwa ndoa. Maandiko yanasema kwamba mimba yake ilichukuliwa katika nini? Hatia. Na maana ile ndoa yake haikuwa legal, ilikuwa ni illegal. Ndio maana akawa kama wazungu wanaitwa bastard, akapelekwa achunge nini? Kaa huko polini. Maana Eliabu nani Yese akati amekuja nabii hakumkumbuka Daudi, maana alikuwa ni bastard. Akachukua wale watoto wake wale ambao anaona ni majanti wazuri, kila sema hawa hapa, yule ambaye akustahili ndio akainuliwa na nani? Bwana asifiwe. Usijidharau. Na mara nyingi wale watu ambao wanadharauliwa sana katika jamii, hao ndio Mungu anafanyaje? Anawainua sana tu, na mara nyingi wanakuwa na neema. Kwa hiyo Mungu akamchagua Jesse. Hata leo katika familia zetu wazazi tunabagua watoto, kweli uongo? Isaka akumbagua Yakobo? Salimbagua, akampenda nani? Esau. Lakini Mungu akamchagua nani? Yakobo. Usibague watoto. Unachopaswa kujua kusudi la wale watoto. Ndio maana wakawa na asili, ile nyumba ikawa na ugomvi tu. Kwa hiyo Daudi akatiwa mafuta akawa mfalme wa nini? Wa Israeli. Lakini Daudi alikuwa ni mkorofi. Si mnafahamu Silikuwa ni mkorofi yule. Hata wakati ameenda kule katika vita, akakuta kaka yake Eliab anamwambia, wewe ulipaswa kuwa nyumbani, unafuta nini katika uwanja wa vita? Jamaa akamjibu vibaya kaka yake. Lakini katika sababu yeye alikuwa amebeba makusudi, akamuua Goliath. Na Mungu alimuinua kwa makusudi tu, akamtuma Yesu, chukua chabisi na matunda haya, peleka kwa ndugu zako katika uwanja wa vita. Wakamkuta Goliath, akamuua Goliath. Na alivyomuua Goliath ndipo Daudi akatukuka, akaingia katika jumuiya ya kisiasa katika ulimwengu wa wakati ule. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Baba tunifundishe kidogo hapo. Ukiwa na kusudi lako walipaswa kukaa wapi? Nyumbani. Yaani wewe uko nyumbani kuanzia asubuhi mpaka nini? Jioni. Eti unaomba Mungu, unafunga na kuomba, utoki nje. Yaani wewe unaishia kuchungulia dirishani tu unarudi ndani. Eti Mungu akuondoe katika maisha uko nayo. Haiwezekani. Omba Mungu, fanyeje? Toka. Bwana asifiwe. Toka nje. Ukikaa ndani hutakutana na kusudi lako. Never and ever. Eti naomba Mungu. Mungu anataka uombe na ukaangalie. Kwa mfano tunamfahamu ni mtu mmoja anaitwa nani yule? Elisha. No, si Elisha, Elia. Elia aliomba mvua. Alipoomba mvua akamtuma mfanyakazi wake wa Gehazi. Angalie nini? Wingu. Maana ya kwanza akaenda wingu hapo. Ya pili alichoka. Mpaka mara ngapi? Mara 7. Akaona ka wingu kadogo, ndipo akamwambia hiyo ni mvua kubwa, tukimbie. Kwa hiyo lazima ukiomba ukasikilizie. Ukiomba kazi usubiri kazi ije miguuni pako, hiyo kazi haitakuja milele. Ukiomba kazi tafuta nini? Naenda peleka nini? Vyeti vyako.
Asante nyingi sana. Turudi kule. Kama kuna message pale unaweza kuweka pale message ukaangalia kama ziko pia. Twende Esther 4:14. Kwa haraka. Esther 4:14 inasemaje? Anasema, kumbuka Esther alikuwa ni binti tu anatunzwa na nani? Mordekai. Na Esther alikuwa ni yatima. Si mnakumbuka? Kumbe yatima si kigezo cha kutokuwa na kusudi. Akatunzwa ndani ya nyumba ya mjomba wake, na hatimaye mjomba wake akapambana na Esther ili atimize makusudi yake. Esther alikuwa ni mrembo. Kwa wakati ule mfalme anatafuta mke wa kuoa, yule mjomba wake akuomba Mungu Esther awe nani? Malkia. Alafu akakaa ndani, aliomba na akampeleka Esther katika nini? Ulingo. Hivi mnanielewa vizuri Yaani ndoto, maombi ya kusudi. Unaomba alafu unaingia wapi? Ulingoni. Hebu nisomee 4:14. Anasema Esther kashakuwa malkia. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Ndiyo. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Bwana asifiwe. Kumbe Esther alikuwa malkia kwa sababu ya wakati kama huo. Upi? Kuna shetani alikuwa anapanga kuangamiza nani? Wayahudi. Esther akawa malkia na ikatokea tukio kama hilo. Kuna maana Esther alipandishwa kuwa malkia kwa ajili ya kuwakomboa nani? Wana wa Israeli wasiangamizwe. Kumbe leo kwa sababu kuna matukio yako yanatokea mbele yetu, watu wanaumia na kuumizwa. Kumbe wewe ulipaswa kuwa msaada wao, kwa sababu hukujua majilio yako. Uliharibu kusudio lako kwa mambo yasiyofaa ya ajabu. Watu wanaangamia mbele ya macho yako, tena unaonea huruma au hata unaponda, wazembe hawa. Kumbe wewe ulipaswa kufanyaje? Kuwalinda na kuwasaidia, ila haukujua wakati wako. Kutokujua kazi yako si sababu ya Mungu kukuacha. Mungu amempa kila mtu kazi, na siku ya mwisho atataka uwajibu wa kazi yako. Sio, inaeleweka vizuri? Utatoa hesabu, maana Mungu amekupa. Hata wazazi pia watatoa hesabu kwa kutowalea watoto wao katika njia sahihi katika Kristo, au katika njia ambayo Mungu alikuwa anataka mwenyewe. Sasa turejee katika kitabu kile cha Esther. Tushatoka hapo. Naomba turejee Yeremia 1:4 na 5. Utaangalia uchaguzi wa Mungu haufanyiki mtu anapozaliwa. Uchaguzi wa Mungu unafanyika kabla hujafanyaje? Hujazaliwa. Bwana Wambula, Mungu anajua wewe ni nani. Nikana wewe ni fundi, kumbe unatakiwa wewe mhubiri. Unapiga ufundi utoboi, na unachakata na maushauri mengi. Alafu mfundi mwenzako anafanyaje? Wako wasema jamaa vipi, wewe unamroga. Sababu kulogana si ni wivu. Yeremia 1:4 na mstari wa 5. Neno la Bwana lilinijia kusema, ndio, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Ndio, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo aliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Tulia. Kwa hiyo Yeremia alikuwa anasafiri kama sisi, ajue kusudi lake, ila huenda alikuwa ana kitu fulani ambacho Mungu akamkumbusha. Bwana asifiwe. Kwa kabla wewe sijakuumba nilikujua. Kwa halimchagua kuwa nabii wa mataifa. Lakini kusudi ya Yeremia mimi siliombi. Ni zito. Hivyo ushosoma maisha ya Yeremia wewe? Wewe sema mimi ninapigika. Tena omba msamaha kwa Mungu. Yeremia alipigika. Alifungwa kwenye tope, shimo la tope. Akazamishwa paka kwenye kichwa hapa. Huko amefungwa mnyororo. Amekaa kwenye tope muda mrefu. Mkushi mmoja anampa mkate hivi, anamlisha mkate na mti kwenye tope. Amepigwa. Amefungwa mkatale. Unafahamu mkatale?
Unafanya mambo mkatale. Unaona, si kamba. Mkatale ni mbao liko hivi. Afu limewekwa tobo katikati. Unabanwa mikono hivi. Na miguu unabanwa miguu yote, unaingiza miguu. Na maana wewe huwezi kujitikisa. Ukiumwa na mbu unaisikilizia tu. Yaani mdudu akikung'ata unasikilizia tu. Yaani wewe huwezi kujikuna. Hiyo inaitwa mkatale. Sasa unaweza ukafunga mkatale wiki nzima. Paulo alifunga mkatale na Sila, wakaanza kuomba Mungu. Aliomba kule kuimba, usifanye ni kuimba tu unaimba kwa furaha. Walikuwa wanaimba Mungu afanyeje? Hawaokoe usiku kucha. Upo kwenye mkatale, alafu unakalishwa kwenye maji machafu. Waliomba mpaka Mungu akasema hii sala hata nifungue tu gereza. Tuko vizuri eh? Sasa Yeremia alipitia maisha magumu, alafu anambia nimekuchagua. Ila kwa sababu ndiyo kusudi, Mungu anataka Yeremia hajulikane kimataifa. Ili leo hapa DAWASA tumsome, ilibidi Yeremia atembee ndani ya kusudi lake. Bwana asifiwe. Lakini mwisho Yeremia si kwamba alikufa ovyo. Mungu wakati nchi inaingia katika machafuko ya kuvamiwa kijeshi na Nebukadreza, Mungu anamwambia nunua shamba. Yaani leo inatokea vita kubwa, alafu unaambia ununue nini? Alafu unakuja unatuambia bwana nataka nikanunue shamba. Sio tukimbie. Wewe unaenda kununua shamba. Tunaona una wazimu eh? Yaani nchi imeusuliwa na majeshi. Alafu unaongea mambo ya shamba na hati. Hivi inawezekana hiyo? Si Iraki nini imevamiwa nchi gani ile? Iran. Alafu unashangaa mtu anunua shamba. Mabomu yanashuka pale. Kwa akanunua shamba, Mungu akamprotect. Sasa Mungu anataka sasa kumpa, alihangaishwa na yule jamaa. Sasa wakati wenyewe wanapata shida, Mungu anampa starehe. Bwana asifiwe. Alafu kule akaja Nebukadreza akatoa order, mpigane na wote, lakini mhifadhi Yeremia. Mhifadhi nani? Sasa Mungu akampa starehe kwa sababu alitembea na kusudi kwa mateso na baadaye akavuna kwa raha. Haleluya. Sio, mnanielewa vizuri? Na machungu mimi. Paulo, Matendo 9:15. Tumia haraka mlango ni mdogo. Matendo 9. Ndio. Matendo 9:15. Paulo tunakumbuka alikuwa ni Farisayo. Na alikuwa si Farisayo tu, mtu wa dini, alikuwa pia ni msomi, alikuwa ni doctorate. Alisoma chuo alichosoma Julius yule anaitwa nani? Octavian, yule Kaisari Augusto. Mnamsoma kwenye Biblia? Siku ile amri toka kwa Kaisari nani? Alisoma pale Tarso. Kwa kuna chuo kikubwa ambao wanasoma watoto wa farume na matajiri. Paulo alikuwa na kipaji, akasomea pale Tarso. Na baba yake alikuwa si mnyonge, alikuwa tajiri. Kwa hiyo jamaa wakamkusudia hawe msomi mkubwa, afanye kazi katika mamlaka kubwa za dunia. Na akasomea na dini pia. Lakini kumbe si kusudi lake. Sasa anapewa kusudi lingine. Soma andiko hilo. Anasema ndio, Yesu lakini Bwana akamwambia, anamwambia Anania, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa, na wafalme na wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Paulo alikusudia afike kwa nani? Kwa wafalme. Wewe umekusudiwa katika nini? Jina lake lipewa wapi? Chombo changu hivi. Mungu akikwambia chombo changu teule, utakuwa na kiburi eh? Lakini nitakiwa unyenyekee. Bwana asifiwe. Amen. Chombo changu kiteule. Kisha Paulo anasemaje? Katika Wagalatia 1:1. Soma. Paulo mtume si mtume wa wanadamu, ndio, wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo, na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu, na ndugu wote. Imetosha. Kumbe yeye anasema alitengwa na nani? Na Mungu, si ndio? Ndio. Fikiria Paulo alikaa miaka mingi tu, alijua ametengwa na Mungu. Baada ya kujua kusudi lake, ndio akasema kumbe mimi nilitengwa Hubiri nini? Mstari wa 15 mpaka 15 anasema ndio, maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, ndio, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi. Hapa nayafanya yote hajui kusudi lake. Hata leo kuna watu huko tunaita mashehe sijui huko magaidi. Huenda baadaye ukaja kwa hubiri injili na wakamaliza kazi ya nani? Mungu. Sisi tuwaombee. Amen. Kuna watu ni waaminifu kwenye mambo yao ya ovyo. Paulo alikuwa ni mwaminifu katika mambo yao nini? Ya ovyo. Yaani niwaambia habari njema. Kama tulishindwa kuwa waaminifu katika mambo ya ovyo, ni ngumu sana kuwa waaminifu katika kazi ya nani? Ya Mungu. Mambo mema. Wanasema kwamba ukishindwa kuwa mwaminifu katika mambo hautakuwa mwaminifu katika mambo makubwa. Yaani rafiki zangu,
ile nguvu ambayo umetoka nayo katika uovu ndiyo nguvu hiyo hiyo utakuwa nayo katika nini? Mema. Kwa hiyo ukiona mtu ni mzembe kwenye kazi ya Mungu, ujio wako alikuwa nini? Mzembe. Kuna watu walikuwa ni waaminifu, hata kwenye guest kashafika kabla ya nini. Mzinzi kweli. Tuko pamoja kabisa. International. Lakini wewe umeishia kutamani tu na jana munaenda. Tuko pamoja paka hapo Sasa walikuwa ni waaminifu katika mambo ya ovyo, lakini walivyogeuzwa unakuwa nini? Petro alikuwa hodari katika uvuvi, uongo kweli? Alivyoingia katika kazi ya Mungu, uvuvi wa watu. Yakobo na Yohana kwetu wana wa ngurumo walikuwa ni watundu watukutu, watu wenye hasira, mpaka waliomba Yesu ashushe moto wa uangamizi wa Samaria. Lakini huyo Yesu akambadilisha akawa mhubiri wa upendo. Haleluya. Ile nguvu ya hasira ikawa nguvu ya nini? Ya upendo. Ile nguvu yako ya hasira ndio nguvu ya nini? Ya upendo. Kama uchukii mambo maovu, una hasira, huwezi kuyapenda mambo mema. Juu naeleweka? Tumaliza na andiko. Bado. Ndio. Kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi. Nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu, nikijitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu. Si maajabu hayo? Kumbe injili ya Paulo alitengwa toka tumboni mama yake. Akaniita kwa neema yake. Alipoona vyema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Hapo akufanya shauri na watu wenye mwili na nini? Na damu. Rafiki yangu, kusudi lako halina kikao. Halina nini? Kusudi lako Mungu amekupa. Usifanye kikao kwenye makusudi yako. Bwana asifiwe. Yaani ukijua wewe uko hivi, songa nini? Ikirudi panja. Wahenga wanasema songa mbele, hacha watu wanene, lakini usonga nini? Mbele. Maana huko kuna jambo kubwa mbele yako. Koreshi alikuwa ni mtu mpagani. Mungu alimtabiri miaka 150 kabla hajazaliwa. Maajabu hayo. Hii ndio inathibitisha ukweli wa Biblia. Lakini Mungu alimpa Koreshi kusudi, akamta Masihi. Ni mpagani pekee katika ulimwengu wakati ule. Mungu anamwita nani? Masihi wake. Na alimkusudia haiokoe Israeli. Bwana asifiwe. Sasa tusisome kwa sababu ya muda. Nisomee Yohana 18 mstari wa 37. Yohana 18. Ndio. Mstari wa 37. Anasema hivi. Ndio. Anasema basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Wewe ni mfalme basi? Yesu akajibu, ndio. Wewe wasema. Kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa ndio kwa ajili ya haya. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya. Na kwa ajili ya haya mimi nimekuja ulimwenguni. Ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Inatosha. Kumbe Yesu amezaliwa kuishuhudia nini? Kweli. Kwa maana Yesu katika watu ambao walikuwa waaminifu katika majukumu yake ni Bwana Yesu. Kwa maana alikuwa yuko busy kwenye kushuhudia nini? Kweli. Apotezi muda. Alikuwa akisema anaangalia Yerusalemu, alipita hapa Samaria, lengo lake aende Yerusalemu. Akahubiri Samaria mpaka Wasamaria wakakasirika. Wakamkasirikia, lakini hakujali sababu yeye lengo lake aende wapi? Yerusalemu. Kwa ukiwa na kusudi umelenga wapi? Usiangalie watu wanasema nini. Wewe unalenga wapi? Bwana asifiwe. Watajua mbele ya safari. Sasa tushuke chini kidogo mtumishi. Tufanye conclusion kidogo. Naomba nisome malizo haya ambayo nimeandaa. Na ile somo pia nimetuma katika grupu la Dar es Salaam Church, nimetuma pale unaweza kujisomea. Haya sio masuala ya pweke, lakini yaliandikwa kwa kusudi la kutuonyesha sisi kwamba Mungu anatawala katika ulimwengu. Ni kweli kwa wanadamu wote kama ilivyokuwa kwa Wathesalonike kwamba Mungu amewachagua tangu mwanzo wapate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Hebu nisome Wathesalonike wa pili 2:13 kwamba wote tumechaguliwa na nani? Ili huu ni uchaguzi wa watu wote. Mungu ametuchagua tupate nini? Wokovu. Kando ile kazi ya maisha, kila mmoja amechaguliwa kupata wokovu. Lakini hapo wengi leo tunauza uzaliwa wetu wa nini? Wa kwanza. Tunauza makusudi
yetu. Soma andiko. Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu ndio siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, ndio kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo. Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho. Tosha. Kwa hiyo Mungu ametuchagua toka mwanzo tupate nini? Wokovu. Ni jukumu la kila mmoja kufanya imara kuitwa kwake na uteule wake, na yeye anayetaka watu wote waokolewe na kufikia ujuzi wa ile kweli. Timotheo wa kwanza 2:3 mpaka mstari wa 4. Pia amempa kila mtu kazi yake. Marko 13:34. Soma. Shusha chini. Marko 13:34. Anasema ndio 13:34 kitabu cha Marko. Anasema mfano wake ni kama mtu mwenye kusafiri, ameiacha nyumba yake, amewapa watumwa wake amri, na kila mtu kazi yake. Na kila mtu nini? Kazi yake. Kwa kila mtu ana kazi yake. Naye imetosha. Yeye asiyejiacha pasipo ushuhuda hata katika viumbe visivyo na uhai. Matendo 14 mstari wa 17 na Warumi 1 mstari wa 20. Angependezwa zaidi kuona mwanadamu kiumbe wake wa juu kuliko viumbe vyote vya duniani, kwa hiari amtolee ushuhuda ule uwezao kutolewa na utashi wa kibinadamu. Wanadamu wote wameteuliwa watoe ushuhuda kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Na kila mmoja amepangiwa kazi ya kufanya. Kila mmoja katika maisha yote, Roho amepambana na kila mwanadamu kumshawishi akubali kutumika kwa kazi ambayo Mungu amemuitia. Hilo naomba tulishikie. Siku ya hukumu pekee itafunua ni fursa za ajabu kiasi gani wanadamu kwa kutojali wamezitupilia mbali. Sauli mtesaji, katili, akawa mtume mashuhuri. Nani awezaye kufikiri ni mema ama ngapi yangeweza kufanywa na watu ambao nguvu zao nyingi kwa wenzao zimetumika kwa ajili ya uovu tu? Kama wangejitoa kwa mvuto wa Roho, si kila mtu atakuwa Paulo, lakini uwazo kwamba kila mmoja kulingana na uwezo aliopewa na Mungu ameteuliwa na kuitwa na Mungu ili amshuhudie. Mara itakapoeleweka itayapa maisha maana mpya. Maisha yako itakuwa na maana mpya. Chini itakuwa maana mpya. Tulia kidogo. Maana mpya pale ambapo utaelewa kusudi. Unaelewa mtumishi? Usiishi bila nini? Direction. Tafuta destiny yako. Mimi namshukuru Mungu nimeelewa ninachokifanya. Soma, shuka chini. Namna ya kugundua kusudi: moja, muulize Mungu kwa maombi. Muulize Mungu kwa nini? Kwa maombi. Yabesi alizaliwa katika familia maskini, akamuomba Mungu. Mungu akafunua kumbe kusudi la Yabesi awe tajiri, na akawa tajiri katika eneo lake. Aliyekuumba ndiye anayejua kusudi lako. Yeremia 33 mstari wa 3. Niite nami nitakujibu au nitakuitikia. Omba kwa kusudi lako. Yaani usiende kwa Mungu ukaomba tu. Eti leo maombi yetu ni kubariki ugali tu. Na kuomba wakati wa kulala na kuamka. Yaani hofu. Usiku unaogopa kutonyogo kunyingwa na mapepo, unaomba usinyigwe. Lakini jua likipambazuka unaomba wewe. Huyo unaishia mitini. Unaogopa giza tu. Haya. 2, angalia kipawa chako cha nini? Cha asili. Kuna vitu unafanya kwa urahisi kuliko wengine. Labda kufundisha, kuongoza, kuandika, kuponya, biashara, ubunifu, kuhamasisha. Mara nyingi destiny huanzia kwenye gift. Warumi 12:6. Tuna karama mbalimbali. Ukiona kitu gani ambacho wewe Mesodi au Vitaris ndugu yangu, nini kinakusukuma? Skipo. Yaani kuna kitu kinakusukuma? Yaani na hicho waga unakiua. Kama kinakusukuma na ukijari, mwisho kinafanyaje? Kinapotea. Iza kwenye kalama za roho ama kipaji cha kuzaliwa. 2, 3. Angalia ni nini kinakugusa moyo. Unataka kujua destiny yako. Nini kinagusa moyoni? Yaani unaguswa na nini? Michomo. Haya, hapa ni jambo gani unalosikia mzigo wa kubadilisha? Hapa umaskini, si ndiwe? Vijana kupotea, injili, haki, elimu, familia. Yaani kuna kitu nataka niwe mwingie, natamani niwe nasaidia tuko pamoja. Inasukuma, anasikia maumivu watu wakiwa na shida. Mtu huyo akiomba Mungu anampa pesa. Bwana asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo Wengine tunatamani kusaidia lakini una roho. Ukitoa mtu anasaidia, hapitwi. Akiona jambo baya na shida wenzake, waga anaumi. Ukiona wewe unapita sana, ujue wewe si mtu anakuambia mambo ya huzuni hata usikitiki. Wewe unatakiwa uwe tu askari. Sasa 4, angalia mlango unaofanyaje? Unaofunguka. Mungu huonyesha destiny kupitia opportunity.
nafasi ya kazi, fursa ya huduma ya watu, yaani nafasi gani inafunguka katika maisha yako. Angalia. 5, angalia vita unavyovipitia. Wakati mwingine sehemu unayoshambuliwa sana ndiyo eneo la nini? Destiny yako. Yaani sehemu ambayo unashambuliwa sana bwana Kevin, unapigwa nini? Vita. Hiyo ni destiny yako. Shusha chini. Sikiliza ushuhuda wa nini? Wa watu. 7, angalia unafanya nini kwa furaha hata bila kulipwa. Tuko pamoja mpaka hapo Yaani ushuhuda wa watu, watu wanakusemaje? Pia angalia unafanya. Leo kuna watu wanaitwa wachungaji lakini hajaje kuteuliwa kwa mchungaji wangu kweli? Unafanya nini kwa wakati kwa furaha hata bila kulipwa? Ukiona leo pia unaitwa msela muuni, mambo vipi? Ujue wewe una mambo ya kiuniuni. Uwezi uitwa muuni kama wewe sio nini? 8, jifunze historia yako. Baadhi ya mateso yako yanaweza kukuandaa kwa huduma yako. Uliumizwa, unaweza kuponywa wengine. Ulianguka, unaweza kuinua nini? Wengine. Soma historia yako. Tenga muda wa ukimya. Bwana asifiwe. Lazima hapa, kama hatuna muda wa ukimya tumekwisha. Leo tumefungwa na mambo tu ya hauna muda wa wewe kurelax. Tuko pamoja utafakari. Lakini si kwamba kama una kusudi la huko uwe huko. Tuko pamoja mpaka hapo Na kuna wengine ni watu wa habari, unaweza kaa huko, na vingine hivyo mchambuzi, mwandishi wa habari ukaa huko. Lakini sasa unaenda kule, wewe una cha kufanya? Wewe ni kuperuzi tu, unaangalia vitu vya ajabu. Kila kitu wewe unaangalia ovyo ovyo tu. 10, anza nini? Usitaki tu kuanza kuwa mkubwa ghafla. Anza kidogo. Destiny haiji kama movie. Inakuja kidogo. Daudi alisumbuka miaka mingi sana. Yusufu miaka mingi sana. Mimi naishia hapa. Hebu shochi kidogo hapa mtumishi. Mchana nitakuja kueleza, tutaanzia hapa, sawa? Mambo yanaweza kuharibu nini? Destiny yako. Tuna muda mwingi. Mambo ambayo yanaweza kuharibu destiny yako. Tutakaa hapo tujifunze, alafu tuulizane maswali, tuojiane, tuombe Mungu. Bwana asifiwe. Hilo ndio swala la msingi tuangalie katika maisha yetu. Baada ya kusema hayo, mimi niwakaribishe kuomba. Hebu weka tu kule kwenye message tuangalie. Hapa. Huko hapa. Maanisha juu. Okay, wote ni baraka, si ndio? Basi tuombe Mungu. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tumejifunza habari ya destiny. Mpango wako kila mmoja wetu. Tumejigundua kabisa sisi hatustahili. Tumekanyaga mpango wetu ambao umetupa. Lakini mchana wa leo ukatufungue akili zetu. Tunaporejea mchana, ukatuongoze katika makusudi tena. Tujifunze ule usia wako. Tujue na nafasi yetu na maeneo yetu ya kazi, ili tukakutukuze katika eneo hilo. Kwa jina la Yesu, tunapotawanyika katika shughuli zingine za chakula na mengineyo, pia mkono wako uwe nasi. Bariki ambao umetembea katika kufanya kazi yako kule Kigamboni na kwenda Morogoro na sehemu tofauti tofauti. Mkono wako uwe pamoja nao. Na wageni wetu waliokuja mahali hapa, kawabariki. Hata kuna wagonjwa pia, kwa jina la Yesu tunaomba kafungue pale ambapo Bwana pamefungwa katika malazi, pakawe wazi na hatimaye ukapate muonjo wa uwepo wako na nguvu zako katika maisha yao. Tunaombea chakula cha kimwili ambacho kiko mbele yetu, tunakipokea kwa shukrani kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Mungu na wabariki.